Wazee, mambo vipi? Kwako ambaye umepata nafasi ya kututazama wakati huu popote pale ulipo, ni wasaa mzuri tena. Tumekutana kwa mara nyingine kwa ajili ya kukutana na wale watu ambao unawaona kwa mbali. Wana vitu vingi ambavyo inawezekana unatamani kujifunza. Wana vitu ambavyo viko ndani zaidi ambavyo havitakusaidia tu kujifunza, lakini itakufanya uwajue kwa zaidi kile ambacho wanakifanya, uzoefu ambao wanapitia kwenye maisha pia. Na leo ni siku nyingine nzuri sana ambayo naomba nikuhakikishie utaondoka na masomo makubwa sana katika hichi ambacho utakwenda kukisikia. Unachopaswa kukifanya ni kuhakikisha una subscribe katika account yetu, lakini pia unapata muda wa kutosha kabisa kutazama kuanzia tunapoanza mpaka tunapomaliza. Kama ni somo la darasani, basi ukamilisha angalau degree kwa upande wa siku ya leo. Na leo niko na moja kati ya watu ambao katikati hapa Iringa watu wengi sana walimsikia. Na inawezekana sio katika eneo hilo moja ambalo mlizoea kumsikia, kuna eneo jingine ambalo yeye analitumikia. Natamani leo ulisikie ni eneo gani, nini ambacho anakifanya, uzoefu ambao ameupitia, mambo tofauti tofauti ambayo yanakupa nafasi ya kufanya uone vitu kwa utofauti. Karibu. Mimi naitwa Emmanuel Goodluck. Karibu sana. Na leo niko na advocate lakini pia wakili Moses Ambindwile. Karibu sana. Asante sana bwana. Bila shaka uko salama. Niko salama kabisa. Mimi nafurahi kukutana na wewe. Karibu sana. Hivi nyumbani ni Mbeya? Of course mimi ni mzaliwa wa Mbeya. Yeah. Lakini ambaye ninaishi na kuendesha maisha yangu mkoani Iringa. Kwa hapa Iringa sasa hizi ni nyumbani kwako. Iringa lakini kiasili asili ni Mbeya. Okay, sawa sawa. Unajua kwa sababu nimelisikia jina lako na yale matamshi ya Kinyakyusa. Sahihi kabisa. Kwa mtu ambaye unakutana naye kwa mara ya kwanza, ukimshika mkono au akikushika wewe mkono akasema mimi naitwa Emmanuel Goodluck, wewe utamwambia unaitwa nani na utaendelea mpaka wapi ambako unafikia huko mbele kujitambulisha? Mimi nitamwambia ninaitwa Moses Ambindwile. Mtu ambaye anampenda Mungu. Mtu ambaye anapenda maendeleo ya watu wengine. Yeah, sure. Ndio. Huyo ndio Moses kwa ufupi. Tunaamini watu wengi ambao wamepiga hatua kwenye maisha, wakati mwingine wanamkiri Mungu kwa vinywa vyao, ila kuna wakati sio kwa matendo yao. Nimebahatika kufika ofisini kwako. Kwenye mambo mawili niliyoyaona, moja nimeona chakula cha ubongo, kingine nimeona neno la Mungu. Nataka niambie kwenye safari yako ya mafanikio, unadhani Mungu amekuvusha kwenye vitu ambavyo kichwani mwako hivi ukivifikiria unajua kabisa hapa si kwa uwezo wangu, kuna muujiza fulani ulitokea nikavuka hapa? Sahihi kabisa. Katika maisha yangu mpaka unavyoniona hivi, mimi niko hivi ni kwa sababu ya Mungu. Chochote ninachokifanya na mafanikio yoyote ambayo unayaona kwangu, 100% ni Mungu kaweza kunisaidia. Okay. Nimepitia mapito mengi, lakini mapito yote hayo nimeweza kuyavuka. Lakini ni kitu gani ambacho kiweza kunipatia uwezo wa kuweza kuyavuka hayo mapito? Ni kwa sababu muda wote mimi nimekuwa nikimtanguliza Mungu katika mipango yangu yote. Chochote ninachokifanya ni lazima nianze na Mungu. Okay. Kwa unaweza kusema kwamba mshauri wangu wa kwanza kabla sijatafuta ushauri kutoka kwa marafiki, kutoka kwa ndugu, mimi ninaanza na Mungu. Ninaanza na Mungu kwanza kwa maombi. Huwa ninaomba. Ninapokuwa na jambo lolote lile ambalo linahitaji userious, ninamuuliza Mungu. Na mara nyingi huwa ninafunga. Nafunga kwa ajili ya kuombea jambo hilo. Na Mungu hajawahi kuniacha. Hata mengine yote ambayo nayaona ni kwa sababu Mungu ndiye amenishika mkono. Ninaanza naye na ninaendelea naye na kwenda kumaliza naye. Ndio. Msingi wa wewe kuwa mtu ambaye ni mcha Mungu umeanzia kutokana na sehemu ulipo, kwa sababu by the way nafahamu mazingira ya Mbeya kidogo makanisa ni mengi, watumishi wa Mungu ni wengi pia, au umeanzia kwenye familia ambayo unatoka? Binafsi mimi nikizungumza kuhusu hasa msingi wa maisha yangu haya ya kuwa karibu na Mungu, sitaweza kumsahau mama yangu mzazi ambaye sasa hivi ni marehemu. Yeye ndiye ambaye alitumia wakati wake mwingi kuhakikisha kwamba ninaishi katika malezi ambayo ni ya kimungu. Mama yangu ana mchango mkubwa sana. Ana mchango mkubwa sana katika maisha yangu ya kiroho, lakini pia ana mchango mkubwa sana katika maisha yangu hata ya kielimu. Alinipigania sana niweze kumjua Mungu na kuishi maisha ambayo Mungu anampendeza, lakini pia
alinipigania sana nizingatie elimu. Na mara nyingi mama yangu mimi alinisaidia sana sana sana, hata kunigombanisha na wenzangu alipokuwa akiona tu na kundi la marafiki ambao tabia zao hazieleweki, alikuwa ananitenganisha tena kwa ugomvi mkubwa sana. Na nashukuru wakati ule ilionekana kama ananionea, lakini baadaye sasa nimeshakuja kuwa mtu mzima nikaja kutambua mchango mkubwa ambao mamangu aliweza kuplay katika maisha yangu. Ndio. Sawa. Umegusa hapo kidogo, nimetamani nikupe kitu kimoja kidogo ambacho inawezekana hata nilikuwa siyafikiri kukuuliza, lakini mtani kuna kakauli kamoja kanasema huku ndo kule mama alikukataza huku usije, na mama yako alikukataza. Ni kauli fulani ambayo inatumika na kundi fulani la vijana ambao wanaonekana ni aidha wanapitia changamoto au kuna matendo ambayo wanayafanya si matendo fulani ya kuvutia kwenye jamii. Wanatumia sana hilo neno. Nataka uniambie mtazamo wako wewe kama mwanasheria, lakini pia kama moja kati ya wanasiasa wakubwa kabisa kwenye mkoa wetu. Mtazamo wako kuhusiana na mtaa, namna ambavyo unaweza kuharibu future za vijana. Wewe mtazamo wako ukoje? Kwa sababu mama alikuwa anakukataza kwenye baadhi ya makundi. Mtazamo wangu ni sahihi. Makundi yana nafasi ya kukuharibu na pia makundi yana nafasi ya kukufanya uweze kuendelea kimaisha. Kwa makuzi ambayo mimi nimepitia, nina vijana wa namna nyingi ambao walikuwa ni marafiki zangu. Nataka nikueleze tu kwamba katika hao vijana wale ambao unakuta kwamba mienendo yao ilikuwa sio mizuri na mamangu alikuwa anikataza sana kuongea nao, mpaka ninavyozungumza hivi wengi hawana maisha ambayo tulitegemea wawe nayo. Na hata wengine wananishangaa mimi nimewezaje kufika hadi hapa nilipofika. Nilikuwa ni muhuni mwenzao, lakini kwa sababu mama yangu aliweza kutia juhudi niweze kuepukana na maisha na mtindo wa maisha alikuwa naishi, na nikaweza katika hilo, maisha yangu yalibadilika. Yalibadilika. Na sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana kati ya vijana wengi ambao nilikuwa nao na maisha yangu mimi binafsi. Kuna utofauti mkubwa sana. Sana. Wengi niliwaacha kwa sababu ya ile minendo yao. Na kama nilivyosema, ninamshukuru sana mamangu katika hilo, aliweza kuniongoza vizuri zaidi. Mimi nakurudisha mara ya kwanza mimi na wewe nimekuona wapi? Siku moja nilikuwa kwenye siku ya mahakama, nakumbuka mahakama kuu pale, nikabahatika kumuona mwenyekiti wa TLS. Wakati ule ulikuwa wewe na ulikuwa unazungumza kwa sauti ambayo by the way watu wengi sana pale mahakamani waliipenda. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kukuona. Baada ya hapo nikakuona pia kwenye harakati nyingine tofauti, lakini nataka tubaki hapa kwenye kazi yako unayoifanya. Sawa. Moses Ambindwile ni wakili. Nikisema ni wakili mkubwa kuliko wote Iringa nakosea? Niko sawa tu. Wote mawakili wote tuko sawa. By the way, tunafahamu. Yaani ni tafsiri ya mtu, lakini tukirudi kwenye uhalisia, mawakili wote tuko sawa kabisa, kwa sababu wote tunaapishwa na jaji mkuu. Unaamini mawakili wote mko sawa? Tuko sawa. Kwa nini kuna baadhi ya maeneo ikipelekwa barua ya wakili watu wengine wanashtuka, lakini kuna wakili jina lake pia likipelekwa pale na ile barua ni ya kwake watu wengine wanashtuka kama mawakili wote? Ni mtazamo wa watu, lakini mimi binafsi kama Moses naamini mawakili wote tuko sawa. Tuko sawa. Mimi naomba nikupe pongezi. Moja kati ya maeneo ambayo nimepita yakanivutia sana ni hapa. Kama nivutia sana kwenye ofisi yako. Nataka uniambie msingi wa Moses Ambindwile kama wakili. Hasa wakili wa kujitegemea. Ulianzia wapi na ulianza lini hasa? Labda kwa ufupi uweze kidogo pia kufahamu, wapenzi wasikilizaji waweze kufahamu na kupata kidogo historical background ya huyu Moses. Moses, kwanza kabisa kama nilivyozungumza, mimi ni mzaliwa wa Mbeya. Sawa, nimezaliwa Mbeya. Nimesoma Mbeya elimu yangu ya msingi, shule moja inaitwa Iunga Primary School. Soma pale katika jiji la Mbeya. Lakini pia nimesoma Iunga Secondary. Nilifanya tunasema masomo ya jioni. Nilifanya masomo ya jioni. Mimi nimesoma A-level, O-level. Nimesoma miaka miwili. Nimesoma miaka miwili tu. Peke yake. Miaka miwili tu. Mwaka wa kwanza
Form 1 na form 2? Form 1 na form 2. Alafu mwaka wa pili kwa pia nilitumia nafasi hii kuwatia moyo wale ambao hawakupita kwenye njia moja zile njia za sekondari za kawaida. Na nitaeleza kwa nini niliamua kusoma miaka 2 na sio miaka 4. Okay. Yes. Ilikuwa ni swala la chaguzi kabisa. Kwamba mimi nachagua miaka 2. Sasa ninapokwenda kukuelezea utakuja kuelewa ni kwa nini ilikuwa hivyo. Okay. Mimi baada ya kumaliza masomo ya elimu ya msingi niliingia sekondari. Lakini nikiwa nimeshaingia sekondari haya makundi ambayo nayazungumzia nikiwa tu form 1 nilijiunga na haya makundi ambayo yaliniharibia kidogo na ile hamu ya kuendelea kupenda shule katoweka. Okay. Kwa hiyo sikupenda tena kuendelea na masomo, nikaanza kuwa muhuni mjanja nikaacha shule. Okay. Umenipata? Okay. Jambo ambalo liliwasikitisha sana wazazi wangu. Mamangu lilimsikitisha sana. Kwa hiyo nikawa nimekaa mtaani takriban kama mwaka mmoja. Mamangu akiendelea kuniombea na kunisihi, akiita watu mbalimbali waweze kunikalisha chini. Anaona kabisa mimi napotea. Kuna siku niliweza kushawishika. Nikamwambia mama, ni kweli nafikiri sasa haya yote ambayo umekuwa ukinihusia natakiwa niweze kuyafuata. Lakini tayari nilishaacha shule. Kwa hiyo nitaweza tena kurudi shule? Nashukuru Mungu kwamba na ndugu zangu na kaka zangu kwa juhudi za mama akawashawishi kwamba huyu kijana sasa anaonekana ameshafanya nini? Ameshajirekebisha. Okay. Tumsaidie arudi tena shule. Okay. Yes. Kwa tumsaidie arudi shule. Na mimi nikaweka tena condition. Siwezi kusoma miaka 4. Nikasema mimi sitarudi kwenye elimu ya sekondari ya kawaida. Okay. Otherwise mnipeleke kwenye masomo ya ufundi. Umenipata? Kwa hiyo ilikuwa msingi ilikuwa kwenye masomo ya ufundi, sio sekondari. Sio sekondari tena. Baada ya kuwa nimeacha ile sekondari, nimeacha na masomo ya sekondari baada ya kusoma mwaka mmoja, nimekaa nyumbani kwa muda mrefu nikiwa na haya makundi ya vijana wa mtaani. Okay. Nimeonywa sana. Maoni yale yameshanifikia. Nikatamani tena nirudi shule lakini nikaweka condition. Mimi shule za kawaida sisomi. Sisomi shule ya kawaida. Mimi nitasoma shule ya ufundi. Okay. Kama mnataka nisome basi nirudisheni ufundi. Bahati nzuri sehemu ambayo nilikuwa nikiishi Iyunga pale Mbeya, kwa wale ambao wameshafika Mbeya, kuna shule ya sekondari ya ufundi inaitwa Iyunga, ilikuwa inaitwa Iyunga Technical Secondary School. Sasa pale Iyunga Technical Secondary School walikuwa na evening class ambazo walikuwa wanafundisha pia masomo ya nini? Ya kawaida. Ya ufundi, lakini pia kulikuwa na watu ambao naweza kusema walikuwa ni taasisi ya elimu ya watu wazima ambao pia walikuwa wakirun masomo kwa watu ambao wanataka kufanya masomo ya kawaida ambao sio ya ufundi. Kwa hao pia walikuwa hapo Iyunga Tech. Walikuwa hapo Iyunga Tech wakifanya ilikuwa ni evening classes. Okay. Kwa ile evening class kulikuwa na aina mbili. Ufundi, nyingine madarasa ya kawaida. Watu wazima lakini. Watu wazima lakini ni watu wazima kwa kuzungumzwa, lakini ni vijana tu wadogo, wengine walikuwa ni watu wazima kweli. Wengine ni watu wazima wana profession zao, wanakuja kuongeza elimu pale. Okay. Sasa mimi nikaambia nitasoma nini? Masomo ya nini? Ya ufundi. Na nikachagua kabisa nataka nisomea ufundi umeme. Okay. Ikawa good and well. Bahati nzuri miongoni mwa watu ambao walikuwa wakisimamia hayo masomo ya ufundi, hayo masomo ya jioni, ya kawaida, alikuwa ni mwalimu mmoja ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa wa mama yangu. Okay. Kwa hiyo mama yangu alimuomba yule mwalimu kwamba nataka kijana wangu aje afanye nini? Asome hapo masomo ya jioni, na ameopti kufanya masomo ya nini? Ya ufundi. Yule mwalimu alikubali. Cha ajabu sasa, nikiwa tayari nimesha join hayo masomo ya jioni, nikiamini kabisa nasoma masomo ya nini? Ya ufundi. Kumbe yule mwalimu yeye alikuwa akisimamia masomo ya kawaida. Okay. Na sio ya ufundi. Okay. Kwa sababu ya ukaribu uliokuwepo kati ya yule mwalimu na mamangu, nilipofika pale nilikuwa ni mtiifu sana kwa yule mwalimu. Sikutaka tena isikike nyumbani kwamba bado ni mtu yule ambaye ana akili za kitukutu, tabia za kitukutu. Kwa hiyo chochote alichokuwa kikielekeza yule mwalimu nilikuwa nafanya. Okay.
Baadaye nikaanza kuona mbona tunasoma yale masomo ambayo nishawahi kusoma mwaka mmoja uliopita. History, civics, geography, mara mathematics. Mbona masomo ya ufundi siyaoni? Yale. Lakini nilikuwa naogopa kumuuliza nani? Yule mwalimu. Nidhamu sasa. Nikawa na nidhamu. Sasa baada ya kuona huyu mwalimu ana ukaribu mkubwa na mama, chochote atakachomwambia mama kinaweza kikanijengea bado image tena kwenye familia. Niliamua sasa kukazana. Wacha sasa ya ufundi utakawa maondoka kichwani mwangu. Nisome masomo ya kawaida. Kawa ninasoma masomo ya kawaida yale yanayofundishwa pale. Baadaye nikaambiwa kwamba bwana, mtakuja mtasoma mwaka mmoja, mtafanya kitu kinaitwa qualifying test. QT. Qualifying test inakuwezesha kuja kufanya tena mtihani wa form 4. Sahihi. Si ndio? Sahihi. Kasema ndio imekuwa hivi. Basi ina shida. Nilikazana sana. Nikafanya mtihani qualifying test. Nikapass. Nikafaulu vizuri sana. Mwaka uliofuatia tena nikafanya masomo ya form 4. Nikaja kufanya mtihani wa form 4. Ambapo nikapass. Kumbuka nimefanya hizo zote tunaziita kuna lugha ambayo ilikuwa ikitumika. Kulikuwa na utofauti mkubwa sana kati ya mitihani ambayo sisi tunaifanya watu ambao mnasoma kwa miaka miwili na wale wa miaka minne na wale ambao wanasoma kwa miaka minne, kwa sababu ambao mnakuwa regarded labda huyu alishasomaga amekuja tena kusoma, na wengi walikuwa wanafeli kabisa. Lakini mimi Mungu aliweza kunisaidia nikapata zile credit zangu ambazo zilikuwa zinahitajika kuendelea mbele na masomo ya form 5 form 6. Nikiwa nimeshafaulu sasa hiyo mitihani hiyo ya miaka miwili, ndipo nikajiunga na shule ya sekondari ya Sangu kwa ajili ya kidato cha 5 na cha 6. Nikiwa Sangu nilifanya vizuri sana. Nafikiri nilikuwa ni miongoni mwa wanafunzi ambao tulifanya vizuri zaidi katika ule mtihani wa form 6. Sasa kumbuka ile sana naisoma kawaida. Naisoma kama wanafunzi wengine. Miaka miwili ya kawaida. Si ndio? Sio tena si evening class, ilikuwa ni ile class ya kawaida. Nilifanya vizuri sana. Nakumbuka mtihani wangu wa mwisho nilipata division 1.6. Division 1.6 nikiwa na A ya history, B ya geography, na C ya English language. Nafikiri yalikuwa ni miongoni mwa matokeo bora zaidi kutokea pia katika shule ya sekondari. Division zilikuwa adimu sana. Zilikuwa ni adimu. Ingine sio kama saizi. Sio saizi. Sasa kipindi chote hicho mamangu alikuwepo, kama nilivyosema, alikuwa akiniombea sana na akinitia moyo. Nimemaliza form 6 Sangu kwa matokeo mazuri. Nili apply chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikapata, na pale nilichaguliwa kusoma kozi ya sheria. Yes, nimefanya kozi yangu ya sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikamaliza kwa mafanikio, ambapo mwaka 2008 ndio nilipoweza kumaliza masomo yangu. Tulifanya miaka minne. Kozi ya sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam ni miaka minne. Yes. 2008 uko umemaliza? Nikawa nimemaliza. Nilianza 2004. 2004 nimejoin University of Dar es Salaam. 2008 nikawa nimemaliza. Mwaka huu 2008 ninapomaliza nikajiunga na law school. Ambapo pia nikafanya kwa mwaka mmoja. Nikamaliza. Sasa nikiwa nimeshamaliza hiyo 2009 nimemaliza masomo yangu ya law school, nikawa nimepata pia nafasi ya kufanya katika hizo law firm pale Dar es Salaam. Ilikuwa ikiitwa Mpoki and Associate Advocates. Kwa 2009 mpaka 2010 nikawa nafanya kazi katika hii law firm ambao nakiri kabisa imenijenga sana. Hapo ulikuwa tayari wakili mwenye muhuri au bado? Hapo tayari niko law school, nimeshamaliza law school. Nimeshamaliza law school. Ukishamaliza law school unasubiri matokeo kama yametoka. Matokeo yangu yalikuwa ni mazuri, lakini matokeo yangu yanapokuwa yameshatoka hiyo 2009 2010 naingia nafanya 2010 niko na Mpoki and Associate Advocates. Kabla hatujafanya mchakato wa kuomba kuwa wakili, nikawa nimepata kazi Mahakama Kuu ya Tanzania, serikalini. Yes. Sasa nikiwa serikalini
Mahakama Kuu ya Tanzania, kwanza kabisa kipindi kile mtu ulikuwa huruhusiwi kuomba kuwa wakili wa kujitegemea. Okay. Ukishaingia serikalini, hasa katika mhimili wa mahakama, tulikuwa haturuhusiwi kuapishwa au kuomba kuapishwa kuwa mawakili. Okay. Kwa hiyo unakuwa tu mtu wa mahakama. Unakuwa ni mtu wa mahakama peke yake. Mahakama tu peke yake. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo nimeshajoin na mahakama, kwa masuala yote ya uwakili yakaishia hapo. Kwa hiyo hata kama ulipata ngapi, kwa hata ile ndoto sasa ya kuendelea kuwa wakili ikawa imeshaisha. Kwa hiyo niliajiriwa na katika mhimili wa mahakama mwaka 2010, nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa 6, na niliajiriwa kama msaidizi wa sheria wa majaji. Okay. Msaidizi wa sheria wa majaji ni sawasawa na mshauri wa sheria wa majaji. Okay. Yani unafanya research na baadaye unatoa opinion kwa majaji kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisheria. Okay. Ni kazi ambayo niliifanya kuanzia mwaka 2010 na hadi 2017. Okay. Februari 2017 nikawa nimetoka. Nataka uniambie hapo ulitokaje? Au kutoka serikalini hapo mchakato mwingine tu. Ilikuwaje? Nini kilikupa confidence kwa nini ulitoka serikalini? Sawa. Kwa hiyo 2010 kama nilivyosema, nimeajiriwa na Mahakama Kuu ya Tanzania kwa nafasi hiyo, na posti yangu ya kwanza ilikuwa ni mkoa wa Iringa. Okay. Mkoa wa Iringa, nikaletwa Iringa, nikawa nimepangiwa Iringa nikiwa ninahudumu Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Iringa, nikiwa kama nilivyosema msaidizi wa sheria wa majaji au mshauri wa majaji. Okay. Nilifanya kazi hiyo kwa takriban hiyo miaka 7. Nimefanya tu kwa weledi, uaminifu na integrity ya hali ya juu. Okay. Kazi nzuri, nafanya kazi na watu ambao ni wateule wa rais. Ilikuwa sio kazi ya mzaha. Wewe una mshauri mteule wa rais. Sio kazi ya kitoto. Ni kazi ambayo inahitaji uwe na nidhamu, ni kazi ambayo inahitaji uwe smart, ufanye vitu vyako kama mtu ambaye kweli ameenda shule na ameelimika. Okay. Ndio. Nakuelewa. Kwa hiyo katika kipindi chote hicho nika mwaka 2017 mwezi Februari nilifanya maamuzi mengine magumu. Katika maisha yangu nimeshafanya maamuzi magumu. Kabla hii 2017 kuacha yale makundi ambayo mlikuwa mnatengeneza pesa. Unaamua sasa kuingia kwenye maisha mengine mapya. Yalikuwa ni maamuzi magumu. Kabisa 100%. Vijana pale mtaani wengine hawakunielewa kabisa. Sio unanipata kabisa. Lakini maamuzi magumu zaidi ni kipindi ambacho mimi nina ajira, nafanya kazi katika mhimili wa mahakama kama nilivyozungumza, kama msaidizi wa sheria wa majaji. Hakuna tatizo lolote ambalo nimefanyiwa na sijafanya kosa lolote lile. Unanipata? Unaishi na watu vizuri, na wanakuheshimu, na wanaona kabisa kuna sehemu naelekea. Okay. Umeona? Alafu from nowhere unaamua kufanya maamuzi magumu ya kuacha kazi. Sio kitu chepesi. Sio kitu cha kawaida. Okay. Nilikuwa na ndoto zangu, ndizo ambazo zilinipushi mpaka niweze kufanya maamuzi magumu ya kuacha kazi yangu, kazi nzuri, Mahakama Kuu ya Tanzania, na kuingia kwenye tasnia ya uwakili. Tuzungumze kuhusiana na hayo maamuzi magumu ya mwaka 2017. Yalikuwa yanahusu nini? Ndoto zako au yalikuwa yanahusu kazi tu na maisha ya kawaida, labda kuna opportunity au kuna nafasi uliona, fursa ya kupata hela nyingi zaidi pengine? Kwa nini niliamua kuondoka kwenye muhimili wa mahakama na kuingia kwenye tasnia ya uwakili? Kwanza kabisa nilikuwa na ndoto kubwa ya kuwa wakili. Okay. Yes, nilikuwa na ndoto ya kuwa wakili. Nilitamani sana kuwa wakili siku zote. Hata nilipokuwa nikifanya kazi Mahakama Kuu ya Tanzania, bado ni kiu yangu ilikuwa siku moja niweze kusimama mimi kama wakili. Okay. Niweze kusimama kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Unapokuwa wakili, we kazi yako ni kutetea. Ni kumtetea na kumpigania mtu aweze kupata haki yake. Sahihi. Mimi napenda sana haki za watu zikitendeka. Yani napenda sana kuona watu wakipata kile ambacho wanatakiwa waweze kukipata. Kwa hiyo nilitamani sana maisha ya kuwa wakili. Unapokuwa wakili kwanza unatanua wigo wa kazi yako. Okay. Unamgusa kila mtu. Okay. Unagusa mwenye hela,
unagusa sio kuwa na hela, unagusa mwenye elimu, unamgusa sio kuwa na elimu. Wote unakuwa ni watu wako. Kwa nilitamani sana nifanye kazi ya uwakili ili niweze kuwakilisha wengine. Lakini pia kumbuka mimi mama yangu alikuwa ameshanipandikizia amenipandikizia imani ndani yangu. Amenipandikizia imani ya kumtegemea Mungu, kumpenda Mungu. Ukisoma maandiko matakatifu, tunaye mtetezi wetu. Mtetezi wetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Umenipata? Yesu Kristo, yeye kazi yake ni kutetea wote ambao ni wenye dhambi. Wote ambao ni wenye dhambi wanatetewa na nani? Na Kristo. Kwa hiyo mimi nikakaa siku moja nikasema, unapokuwa wakili wewe unakuwa unafanya kazi ya Mungu. Unafanya kazi ya Mungu ya kuwasaidia wengine ambao wanateseka au wanasumbuka na mambo mbalimbali, basi unawasaidia waweze kufika sehemu fulani ambayo wanatakiwa waweze kufika. Kwa hiyo lengo kubwa la kwa nini nilipenda kuwa wakili ilikuwa ni kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Napokuwa mahakamani, wigo wa kuwasaidia watu wengine haupo. Lazima kama mtu amekosa lazima hukumiwe 100%. Yes. Kazi yako inakuwa kuhukumu tu. Kazi yako inakuwa ni kuhukumu. Lakini unapokuwa wakili kazi yako ni kutetea. Ndio kazi ambayo anaifanya Kristo kwa sisi wa Kristo. Yesu Kristo anafanya kazi ya kuwatetea watu. Ni kazi njema sana kuwa wakili. Kwa hiyo nilipenda sana kuwa wakili kwa sababu za kiimani, lakini pia kwa sababu ya kupenda wengine pia waweze kupata haki zao. Na nilifanya maamuzi. Unasema? Ilikuwa ngumu kiasi gani? Ilikuwa ni ngumu sana. Labda nielezee ugumu ulivyokuwa. Ilikuwa ni ngumu sana. Wakati ninapata feelings au napata vision ya kwamba sasa niache kazi hii ambayo nimeajiriwa na serikali yangu niende kuwa wakili, kuna wakati nilihitaji kupata ushauri. Kwa kuna marafiki ambao niliwafuata waweze kunishauri. Umenipata? Bwana nataka kufanya maamuzi haya. Hakuna rafiki ambaye alinisupport. Kabisa 100%. Acha ujinga bwana. Utaachaje kazi nzuri na kuna job security? Kuna nini? Job security afu nafanya kazi msaidizi wa jaji. Kabisa. Jaji sio mtu mdogo kabisa. Katika position za nchi yetu 100%. Majaji ni watu wakubwa sana kabisa. Sasa unaniona kabisa nataka kuacha hiyo kazi uende sehemu nyingine, alafu nende sehemu nyingine, kwa setu nyingine ukajitegemea, ukaanzisha kitu ambacho kwa kukifanya kabla. Yes. Sasa marafiki wengi hawakuniunga mkono. Ndugu sasa niliwashirikisha ndugu zangu hawakuniunga mkono. Hakuna ambaye aliniunga mkono. Hata ndugu zangu wa karibu wakasema nakumbuka kakangu aliniambia huyu atakuwa amechanganyikiwa. Huyu he must be wrong somewhere. Hayuko vizuri. Kwa hiyo kila niliyekuwa nikimuhusisha hakunielewa. Nilijaribu hata kumuhusisha mke wangu wewe, mimi nataka kubadilisha nini? Kazi. Nitoke huku niende kule. Naye hakunielewa katika hatua za kwanza. Yani alikataa kabisa. Lakini baadaye nilimshawishi, alikuja kunielewa na akanisupport. Mume wangu kwa hicho kizungumza. Sasa mimi nafikiri unaweza kanani tu kaendelea na nini? Na ndoto zako. Yes. Kwa hiyo nilichokifanya siku ninakwenda kufanya hayo maamuzi magumu, siku niliandika barua. Nikataka niipeleke ile barua, lakini nikasita tena. Kuna uoga unakuja. Sasa unapokutana na uoga mwingi, wasiwasi unapokuwa mwingi, mimi kawaida yangu kama nilivyosema, mamangu alinikuza vizuri sana, wanamtegemea Mungu. Nikaona sasa hapa naona ni mtihani. Sasa nikaamua kufunga kwa ajili ya kumwomba nani? Mungu aweze kunipatia ujasiri. Lakini aniaminishe pia, nionyeshe pia kwamba maamuzi na kwenda kuyafanya ni maamuzi sahihi. Sio ya kukurupuka. Maana wengine wote wameona kama nataka kukurupuka kabisa. Lakini sasa nikasema kwa sababu nishafikia stage hii, let me ask God. Ndacho kwenda kukifanya ni maamuzi sahihi au sio sahihi? Na wakati mwingine mimi nikamwambia Mungu, give me signals. Show me signals. Katika kuomba kwangu niliona signals nyingi. Na nikasikia napata courage ya kusonga mbele. Umeona bwana? Kwa hiyo nikasonga mbele.
nikafika na barua yangu ofisini, nikauliza taratibu ziko vipi za kuacha kazi, nikaambiwa unatakiwa urudishwe mshahara mmoja. Kwa sababu mimi niliamua niache kazi ndani ya masaa 24. Niliona nikitoa notice sijui ya siku 90 unaweza kuwa kuna kaugumu, ninaweza nikaishia njiani. Sasa ili nisiweze kuishia njiani, naweza kutimiza ile ndoto yangu, niliona nitoe notice ya masaa 24. Condition ya kutoa notice ya masaa 24 ya kuacha kazi ni lazima urudishe mshahara. Ilikuwa ni majira ya Februari. Majira ya Februari hapo mwezi wa kwanza tayari. Majira ya Februari ni magumu sana. Ni magumu sana sana. Nafikiri kila mmoja najua kabisa. Ni magumu sana, hasa kwa hapa kwetu Iringa ilikuwa ni magumu sana. Ni kipindi ambacho hakuna hela. Tumetoka kuimaliza Januari, sasa uko Februari. Nikaumiza kichwa nikasema la, hata kama ni msimu mgumu, lakini kwa sababu nimesha nuia kufanya maamuzi magumu, basi nitaitafuta hiyo pesa na nitairudisha kabisa. Nikafanya hivi kabisa. Kwa nikafanya hivyo, nikapata hiyo pesa. Kaenda benki nikadeposit kwenye akaunti ya mwajiri wangu. Nikaleta risiti nikaambatanisha na ile barua. Basi safari yangu ikawa imeishia hapo katika utumishi wa umma. Kuna somo umelipiga hapa ambalo mtu ambaye amekusikiliza kwa kawaida hawezi kuelewa kama ulikuwa unafundisha branding. Kwa maana ya namna ambavyo muonekano na kila kitu kinaweza kuonekana. Mimi nataka kwa dakika moja tu uniambie, sisemi vibaya, lakini kuna mawakili wanatumia kama chumba na sebule sehemu. Yaani ukiingia tu hapo unakuta reception, afu baada ya hapo unakuta ni chumba cha wakili. Siwasemi vibaya, ni miongoni mwa vitu ambavyo sijui navichukuliaje, lakini wewe unafikiri kuwa na eneo kubwa hivi ambalo mtu akiingia anakutana na ofisi separate, anapokelewa tofauti, unadhani muonekano wa eneo lako pamoja na jinsi mpangilio ulivyokuwa kwa kiasi gani unakusaidia wewe kupata wateja tofauti tofauti? Of course ninapata wateja tofauti tofauti, wengi wana imani. Wanakuwa na imani, lakini pia wanakuwa na uhakika kwamba kile ambacho wanakuja kukifanya hapa ni siri. Unajua ukishakuwa na chumba kimoja au vyumba viwili, kaeneo kadogo, baadhi ya watu hawajisikii vizuri. Lakini pia fani yetu inatuongoza katika kutunza siri. Tunasema confidentiality. Mtu anapokuja kwako hatakiwi mtu mwingine aweze kusikia. Ninapokuwa nimekaa na mteja ofisini kwangu, staff mwingine hatakiwi aweze kusikia tunaongea nini. Akitoka pale mteja wangu anatakiwa atoke, yale tuliyozungumza ni yake na mimi. Yaani staff mwingine hatakiwi kujua. Lakini sasa mazingira ya kuwa na ofisi ambayo umepigia tu petition, ni rahisi kwa kile ambacho mnakizungumza watu wengine ambao labda wapo waiting room au wapo mapokezi wakawa wanasikia nini kinachosemwa ndani. Watu wamekaa hapa wanasikia kabisa, hii sauti inayozungumza huyu ni fulani, huyu atakuwa ni good luck au ametoka kukutana na wewe hapa na good luck. Kwa hiyo sisi tuliamua kuweka utaratibu wa kuwa na jengo kama hili. Lengo kubwa ni kwa ajili pia ya kumwongezea imani mteja kwamba anapofika hapa anachokizungumza hata kama kitavuja, aidha amue yeye kuvujisha au mimi niamue kuvujisha au wakili ambaye amemhudumia humu ndani amue kuvujisha, lakini staff mwingine humu ndani hawezi kusikia nini kinazungumzwa. Ataona tu mtu amefika anahitaji kumuona labda managing counsel, anataka kumuona counsel mwingine, basi ataelekezwa kwenda kwa yule counsel. Watamaliza issue zao zote kimya bila mtu mwingine kufahamu nini ambacho kimeta kuzungumzwa huko. Kwa lengo kubwa ni kujaribu kuwajengea imani wateja wetu. Mteja anapofika anatakiwa awe comfortable na mazingira, lakini pamoja na privacy zake. Yes. Advocate, nataka uniwekee hii sawa bwana. Siku moja niliwaona watu wa The Icon Law Corporate mahakamani. Ndio. Mimi mwenyewe niliogopa. Niliona timu ya watu wengi sana wakati ule. Watu wamevaa suti. Nikauliza, jamani samani, hao wamekuja ni kina nani? Ni wapelelezi au nani? Mbona nao wameongozana na Advocate Moses Ambidwile. Nikauliza wamekuja kufanya nini? Siku nyingine tena nikaona watu wengine tofauti wamebeba mabegi mengi sana na nini, wameingia mahakamani. Huwa mnapataka muda wa kupitia vile vyote mnavyoongozana navyo kwenda mahakamani, na wale watu ambao unaongozana nao huwa wote wanakuwa na kazi maalum ambayo unaibeba? Sahihi kabisa. Utaratibu tulionao hapa, tunakuwa na briefing. Kwanza kila Ijumaa tuna briefing ya wiki nzima. Tulianzaje wiki na tunatarajia kufanya nini wiki inayofuata.
pale huwa tunachambua vitu mbalimbali, kama ni mashauri ya mahakamani tunapangiana pale. Lakini kila siku asubuhi tuna briefing ya dakika 20 kabla tujaenda mahakamani, huwa tunakutana pale. Na pia pale huwa tunaendelea kupeana majukumu. Sasa tunapokuwa tunakwenda mahakamani tunapanga kabisa, kama ulivyoona sisi tuna gari ambayo ni special kwa ajili ya kubeba staff wanapokwenda mahakamani. Kwa tunapanga kabisa kwamba ruti ya leo labda itaanzia mahakama kuu. Wanaokwenda mahakama kuu ni nani na nani. Kwa wanaokwenda mahakama kuu watachukua mafaili yao kwa ajili ya mahakama kuu. Na ambao watakwenda labda kwenye baraza la ardhi na nyumba pia watachukua mafaili yao. Kwa kishafika pale mahakama kuu, wale wa mahakama kuu dereva atawashusha pale, wataendelea na kazi zao, afu atawapeleka wanaokwenda baraza la ardhi na nyumba kuendelea na nini na mashauri. Wakishamaliza dereva atawafuata na wote ataturudisha hapa ofisini kuendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo utaratibu ambao tumeweza kujiwekea na ni utaratibu ambao unatusaidia sana. Okay. Kwa sio mbwembwe zile. Sio mbwembwe. Okay. Hiyo yote ni kurahisisha kazi. Okay. Kazi lazima tuifanye kwa furaha. Ili uweze kufanya kazi ya mtu kwa mafanikio, kwanza ni lazima wewe mwenyewe uifanye kwa furaha. Huwezi kuifanya kazi kwa furaha kama hakuna viwezeshi. Viwezeshi ndio hiyo miundombinu kama magari. Sahihi. Gari nawapeleka, wanashuka pale wakiwa na furaha. Hata mteja anapotuona na furahi kwamba hao ndio mawakili wangu. Anakuwa ameshinda kesi hata kabla hajaji kesi yake. Nakuelewa. Yaani katishio hata mpinzani amekaona tayari, anakuwa tayari kashinda kesi. By the way, mimi sijui sana terms za kisheria, lakini shai kusikia hiyo watu wanasema mawakili hao ambao wanasimamia criminal cases, maisha yao hawezi kuendelea. Wengi bwana, criminal cases hazilipi na nini, ni bora kusimamia corporate companies, businesses na vitu vingine kama hivyo kwenye mambo tofauti. Wewe unalionaje, na hapo unafanya vitu vya aina ngapi? Kwanza kabisa unapozungumza kuhusu kesi za jinai, hizo criminal cases, na zenyewe ni kesi kama kesi zingine. Sahihi. Na swala la mtu kufanikiwa au kutofanikiwa linategemeana na mtu mwenyewe. Okay. Unaweza ukawa na kesi za jinai ukafanikiwa vizuri sana, na wapo ambao walifanikiwa kwa kufanya kesi za jinai tu, wakafanikiwa na wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Na wapo watu ambao wanafanya mashauri mengine, labda mashauri ya wengine wanafanya labda hizo corporate za biashara, wana maisha tu ya kawaida na hawajafanikiwa. Kwa hiyo swala la kufanikiwa kwa wakili linategemeana na yeye amejiposition vipi, lakini sio kwa kile ambacho anakifanya, kwa sababu unapofanya criminal, unapofanya jinai, ile ni kazi mojawapo ambao umeweza kuisomea, na unapofanya vile kwanza unawasaidia watu. Kwa hiyo hatufanyi tu kwa ajili ya kupata nini, pesa. Wakati mwingine tunafanya kwa ajili ya kumsaidia mtu aweze kufikia hatima ya haki yake. Sasa swala la wewe kufanikiwa au kutofanikiwa, hicho ni kipengele chako wewe mwenyewe. Unaweza ukawa na wateja wengi sana, lakini pia mafanikio yasifanye nini, yasiwepo. Unakuta mtu mwingine ana wateja wawili tu lakini ana mafanikio makubwa 100%. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kesi zote ambazo wakili anazifanya zinaweza zikamletea mafanikio au pia zisimletee mafanikio kulingana na yeye jinsi alivyojipanga. Hili litakuwa la mwisho kuhusiana na kazi unayofanya ya sheria. Wakati fulani ilikuwa inaendeshwa kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Achana na content ya ile kesi, lakini watu wengi walipenda sana namna ambavyo ile kesi ilikuwa inaendeshwa live, mabishano yale ya mawakili. Hivi umewahi kudhani siku moja kuna darasa la ziada au pengine kuna elimu ya ziada au kuna mvuto wa kipekee ambao ungekuwa unapatikana kama kesi zingekuwa zinaendeshwa live, watu wote wanaona labda kupitia vyombo vya habari na vitu vingine? Sahihi. Kwa mfano kesi ambazo zina maslahi ya umma, nasema zina public interest, kama ambao umetoka kuizungumzia, ni vizuri watu wakafanya nini, wakasikia nini kinaendelea mahakamani. Lakini sasa hilo ni swala la kisheria pia. Nadhani sheria zetu kuna sehemu ambapo haziko sawa kuhusiana na kusikilizwa kwa kesi live. Kwa mantiki hiyo, nini ambacho kinatakiwa kifanyike ni kwa hizo sheria kufanyiwa marekebisho. Kwa mfano sasa sheria bado haijaruhusu kesi kurushwa live. Kwa mantiki hiyo, sheria iweze kurekebishwa iendane na mabadiliko ya teknolojia, hasa ya ulimwengu wa sasa hivi. Kwa mimi ninaamini tunakuelekea huko sio kubaya. Ninaamini kabisa sheria itaweza kurekebishwa
na kesi zitakuwa zikionyeshwa live. Ile nyinyi mawakili mnapenda watu kuwaona vile kusema huyo wakili alichosema hapo, huyo wakili hatari sana, mimi mwanangu aje kwa wakili. Hakuna shida yoyote, hakuna shida yoyote. Na hiyo itasaidia pia sasa mawakili waweze kufanya kazi kwa weledi. Na mahakama pia ziweze kufanya kazi kwa weledi. Kwa nini? Kwa sababu zinafuatiliwa na wananchi. Hakuna wakili ambaye ataleta ujinga mahakamani huku akijua kabisa kuna halaiki ya watu wanamfuatilia. Kwa obvious hoja ambazo zitakuwa zinapelekwa mahakamani zitakuwa ni hoja za msingi na zenye kulenga kuinua haki. Ndio. Naomba nipeleke matukio mbele kidogo. Kwenye orodha ya washindi wa ugombea ubunge wa jimbo la Iringa mjini mwaka 2025 mwezi Oktoba, Moses Ambindwile, Chama cha Mapinduzi CCM, ameongoza. Naomba nichukue mamlaka haya kumtangaza kama mshindi wa ubunge wa jimbo la Iringa mjini. Nataka nipeleke matukio mbele kidogo. Wewe ndio utakayemrudisha nyuma. Ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye siasa? Sitaki kuamini kwamba ilikuwa sehemu ya ndoto zako, lakini nataka nijue ilikuwaje, kwa sababu mimi nimesikia narrative nyingi sana nje kuhusu wewe kuingia kwenye siasa na ule uungwaji mkono. Nitafika huko. Ilikuwaje ukaingia kwenye siasa? Kama nilivyokuambia, kwa nini nilitoka mahakama nikaamua kuwa wakili? Lengo kubwa ni kwa ajili ya kuwatetea watu. Sahihi. Kufanya uwakilishi. Unaweza kaa katika institution ukashindwa ukafanya yani kuwasaidia watu kama ambavyo inatakiwa. Sahihi. Umenipata? Nakupata. Pia nikiwa wakili baada ya kufanya hizi kazi za kuwakilisha wananchi, lakini kaja kugundua kwamba nawakilisha wananchi wapi? Mahakamani tu. Kwenye vyombo vya maamuzi mengine unakuta kwamba huwezi kwenda. Kilicho nisukuma mimi kuingia kwenye siasa ni upendo wangu nilionao kwa wananchi. Upendo nilionao kwa wananchi ndio ulinisukuma niingie katika siasa. Kwamba nitakapokuwa nimeingia katika siasa na nikapata nafasi ya kuwa mwakilishi wao, nitakuwa na sauti kubwa ya kuweza kuwasemea wanyonge, kuweza kuwasemea wale ambao wana shida mbalimbali, lakini kuweza kuwasemea hata matajiri, kwenda kuwasemea wafanyabiashara, kwenda kuwasemea wakulima, kwenda kuisemea na kuisaidia serikali yangu kupitia uwakilishi wa kisiasa. Hasa kama mbunge unakuwa una play role ya kuwasaidia wananchi na kuisaidia serikali katika kuhakikisha maendeleo ya nchi yanasonga mbele. Lakini mimi kama mwanasheria pia napokuwa ni mwakilishi wa wananchi katika jumba la kutunga sheria, nina uwezo wa ushawishi mkubwa. Nimeshafanyia kazi sheria, nimepractice sheria. Ninafahamu mapungufu gani ambayo yapo katika sheria. Ninakuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kushauri sheria zetu zinapotengenezwa zitengenezwe katika misingi gani. Na practice kwa unapoingia bungeni unakizungumza kitu ambacho unakiishi na ambacho wananchi wanakiishi na unakitafutia solution, na unaushauri mhimili uweze kutunga sheria hii kwa kutoa hata experience ya huko mtaani watu wanavyoishi. Kwa nilipenda kuingia katika siasa, lengo kubwa ni kusaidia watu wangu ambao wananizunguka, lakini pia kuisaidia nchi yangu. Yes. Yani imekuwaje? Huyu alikuwa ni mwenyekiti tu wa TLS kanda ya Iringa, na bado anaendelea kutumikia hiyo nafasi, kashinda uchaguzi mwaka 2025. Imekuwaje tena yeye ghafla tu tumemwona kwenye ubunge, ghafla ameshika nafasi ya pili kwenye zile nafasi? Watu wengi wanatilia mashaka, wanasema pengine kuna vitu hapa katikati vilirukwa mpaka ukapata ule uungwaji mkono. Hapana, ni siasa ni ushawishi, lakini na jinsi jamii inavyokupasivu. Jamii inakuchukuliaje? Mimi nimekuwa ni mtu wa jamii muda wote. Sahihi. Kupitia kazi yangu ya uwakili nimekuwa karibu na watu. Sahihi. Kuwa karibu na watu kule, watu wengi wameweza kunifahamu kupitia kazi zangu. Kumbuka kuna kesi moja ilikuwa ya Maria Ngoda, yule mama kama ambaye alikuwa ameshtakiwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 22. Kumbuka. Kwa kukutwa na vipande 12 vya nyama ya nini? Ya swala. Si nakumbuka mwandishi? Nakumbuka sasa. Kipindi hicho mimi nilikuwa ni mwenyekiti, hata sasa hivi ni mwenyekiti wa chama cha wanasheria kwa mkoa wa Iringa. Nilikuwa ni mwenyekiti, lakini kwa jinsi ambavyo ninaguswa na jamii, naguswa na maisha ya watu. Mimi binafsi ni kweli ni mwanasheria, lakini nilivyoisikia ile milioni haikukaa vizuri.
mapenzi yangu kwa haki za watu na mapenzi yangu kwa wananchi ndio alinisukuma ni waarifu wa mawakili wenzangu kwamba sasa tunatakiwa tukamtetee huyu mama. Kwa hiyo nikaunda jopo kama mwenyekiti, nikateua jopo la mawakili. Ni kesi ambayo ingeweza kusikizwa na wakili mmoja, nilikuwa naweza kuisikiza mimi mwenyewe au kuteua tu wakili mmoja hapa kaisikilize. Umenipata? Lakini kutokana na kuwa mkereketwa na maisha ya watu wote wa chini na hata wa juu, pale unapoona haki zao zinasiginwa, nikaona kabisa kupeleka ujumbe kwa dunia, kupeleka ujumbe kwa taifa, huyu mama hatatetewa na wakili mmoja, atatetewa na mawakili 12. Nilitengeneza jopo la mawakili ngapi? 12. Kwamba sasa hawa ndio watakwenda kumtetea huyu mama, ili dunia ione kabisa kwamba mnyonge anatakiwa aweze kutetewa, mtu asiyekuwa na kitu anatakiwa aweze kutetewa. Kazi ienda kufanyika. Lakini kwa nini tulifanya hivyo? Ni mapenzi niliyo nayo kwa wananchi, na hayo mapenzi ndio ambayo pia linisukuma nisifanye tu kazi ya uwakili, niingie hata katika siasa. Na kupitia hayo mapenzi nilionayo kwa wananchi, ndio maana hata mwitikio wa wananchi walipojua ni huyu ambaye anagombea ubunge katika jimbo la Iringa mjini, tutamuunga mkono. Kwa sababu ninazungumza kwa vitendo, sizungumzi kwa maneno. Sahihi. Ni rahisi watu pia wakakuzungumzia. Na watakapokuwa kukuzungumzia, watakao kusikiliza watakuwa wewe ni mbaya siku zote. Sahihi. Lakini unapokuwa unafanya mambo mazuri, mmoja akizungumza, jamii yote itapendezewa na uzuri wako na itakusapoti. Okay. Kwa hiyo mimi kilichofanya watu waweze kutamani niweze kuwa kiongozi wao, ninafikiri ni mahusiano mazuri ambayo nimeyaweka kupitia kazi zangu. Humbleness, mimi ni humble, siwezi nikajisifia, lakini ni mtu ambaye ninajali sana mtu yeyote yule, pasipo kujali rangi, pasipo kujali kipato, pasipo kujali elimu yake, kwa sababu ninaongozwa na misingi kwamba mbele za Mungu wote tu sawa. Na mbele za Mungu hakuna ambaye yuko zaidi ya mwingine. Okay. Yes. Hizi story nilizisikia, na by the way natamani uniwekee sawa. Watu wangapi ambao wana ushawishi mkubwa sana wa kifedha na kimuonekano Iringa waliokuunga mkono wakati wa harakati zako? Ikiwezekana hata uniambie majina hata angalau 2 au 3 ambao unadhani kikawaida na kimtazamo watu wengi wanaweza watu wenye fedha ambao walikuwa na ushawishi mkubwa wa kifedha pamoja na watu ambao walikuwa na ushawishi mkubwa sana wa muonekano, kwamba bana mimi nikisimama na Mbindwile ataenda. Unadhani watu wangapi? Hakuna. Hawapo kabisa. Hawapo. Hata wenye ushawishi wa kifedha hawapo. Nilikuwa jeshi la mtu mmoja katika siasa. Sasa watu wenye ushawishi, nasema wenye ushawishi wa kifedha. Sahihi. Unapokuwa mwanasiasa lazima uwe na timu zako, na timu za watu wa kawaida. Sahihi. Ni za watu wa kawaida tu ambao wanayafahamu maisha ya watu. Wanafahamu kanuni za chama. Sahihi. Si ndio? Ndio watu wa kawaida ambao nilikuwa nao. Kwa ilikuwa timu ya kawaida. Nilikuwa na timu tu ya kawaida. Ilikuumiza kiasi gani kukosa ile nafasi? Sikuumia. Ulimaliza mtu wa pili. Mimi sikuumia. Mimi nilifurahi kwa sababu kwanza kabisa democracy ndipo ambapo iliweza kuonekana. Okay. Unasikia? Katika mchakato wa kisiasa ni lazima ujiandae kwa lolote, kushinda au kushindwa. Na unapokuwa umeshinda, sio wewe umeshinda, ni chama kimeshinda. Okay. Unapokuwa umeshindwa, hutakiwi kuumia, ila unatakiwa uweze kuungana na aliyeshinda kwa ajili ya interest za chama. Okay. Kwa ajili ya interest ya nchi yako. Okay. Kwa binafsi mimi sikuumia, nilifurahi. Na hata kama ulikuwa umefuatilia mahojiano yangu na waandishi wa habari, nilisema kwangu mimi huu ni ushindi. Ni ushindi mkubwa kwa sababu kwa mara ya kwanza mimi nimepata kula nyingi namna hii. Kwangu mimi niliona ni ushindi. Kumbuka nilikuwa na vigogo ambao nilikuwa napambana nao. Hata kigogo wa kwanza tulipishana kula chache sana. Kwa binafsi mimi sikuona kama nimeshindwa. Okay. Mimi niliona ule ni ushindi mkubwa, lakini pia kushindwa kwangu ulikuwa ni ushindi pia wa chama. Okay. Yeah. Kwa hiyo mimi naona kabisa sikushindwa. Bahati nzuri kwenye ile jopo la watu ambao walikuwa pale kama waandishi wa habari, mimi nilikuwepo. Na wewe ulikuwepo pia. Na wewe ulikuwa kwanza kufika kabla hata ya mshindi. Kichwani ulikuwa unajiuliza vitu gani? Yaani ule muda umefika sasa, matokeo yakatangazwa. Sababu by the way hata mshindi watu walikuwa washaanza kupiga viminongono pembeni na nini. Ule muda unafika. Kichwani ulikuwa na vitu gani unawaza?
na pengine baada ya kushindwa pale tukutegemea tena utarudi kwa ajili ya kugombea tena kwa kipindi kingine, pengine mwaka 2030 kama Mungu akikujalia uhai? Au ilikukatisha kabisa tamaa? Kama nitagombea au sitagombea, time will tell. Ulijisikiaje? Nini ulikuwa unajisemea kichwani ile umesimama pale nje, alafu unajua kabisa huku ndani ataenda kutangazwa matokeo, inawezekana nikawa mimi ndio nimeshinda? Actually nilikuwa nimeshafahamu. Kwa sababu mpaka nafika pale tayari matokeo ya vituo vyote nilikuwa nimeshayapata. Kwa nilikuwa nimeshafahamu kabisa kwamba mshindi ni nani, na mimi nimeshika nafasi ya ngapi, kwa sababu kula zilikuwa tu ziko wazi. Kwa kila kata kulikuwa na mawakala, kwa hiyo wanapokutumia yale matokeo unajua kabisa okay, mimi nimeshinda au nimeshindwa. Kwa hiyo nimekwenda pale nikiwa tayari nafahamu ya kwamba mimi si ambaye nimeweza kuongoza hizo kura za maoni, na kwangu nilikuwa na furaha, na ndio maana nilikwenda. Ningekuwa nimekata tamaa ungebaki au sijaridhika, usingeniona pale 100%. Lakini nimekwenda pale nikiwa na furaha, nikampongeza na ndugu yangu Comrade Ngajilo kwa ushindi alioupata. Ndivyo siasa inavyotakiwa, kwa sababu siasa, mimi ninachoamini, siasa ni mifumo ya maisha ambayo haitakiwi itujengee uadui. Mwenzio anapofanikiwa muunge mkono. Yes. Alikuwepo Mheshimiwa Ngajilo mbunge, sasa ulikuwepo wewe, alikuwepo Jessica Msambata Vangu, alikuwa mbunge wakati huo, alikuwepo Peter Simon Msigwa, alikuwepo Nguvu Chengula, wote hawakufika. Na watu wengi waliniambia hivi, walisema kwenye huu mchakato wa kura za ndani za maoni wa chama, watu wengi wanaumia sana kwa sababu kuna gharama kubwa sana ambazo wanazitumia. Ikitokea wameshindwa, wanaanguka kabisa kiuchumi. Na walimtolea mmoja kati ya wale wagombea mfano kwamba maisha yake ya kiuchumi yamefia hapa kutokea leo aliposhindwa. Wewe imekuachia majeruhi kiasi gani baada ya ule uchaguzi, hasa kwenye masuala ya kiuchumi? Kama unavyoniona mimi nimeingia kwenye siasa nikiwa hivi. Nimeingia katika kile kinyang'anyiro nikiwa katika hali hii kabisa, na nimetoka katika kile kinyang'anyiro nikiwa katika hali hii. Hujasikia sijui nimeuza nini, bwana amefilisika. Ile gari tulikuwa unafanya nayo kampeni kipindi kile nimeikuta nje hapo. Unatembelea ile by the way. Zipo. Zipo. Mimi ninachofikiri ni kwamba inategemeana na mtu mwenyewe anapoingia katika vinyang'anyiro kama hivyo. Kama anatanguliza pesa basi itamgharimu. Itamgharimu sana. Sikuwekeza sana katika pesa, katika matumizi ya pesa. Niliwekeza sana katika mioyo ya watu. Kwamba ni nini hasa ambacho ninataka nikawafanyia. Na mimi hamu yangu kubwa ilikuwa, kama nilivyozungumza tangu mwanzo, hamu yangu kubwa ilikuwa ni kuona namna gani ninasaidiana na wenzangu kuinuana ili tuweze kusonga mbele katika maisha haya ya kawaida, maisha ya kiuchumi, tabu mbalimbali ambazo watu wangu wanazipitia. Yani nilitamani kwamba ninapopata nafasi ya namna hiyo, basi namna gani ninakwenda kusaidiana nao kuzimaliza hizo shida. Sasa unapokuwa na matamanio namna hiyo, uwezo utaanza ukawekeza katika matumizi ya nini? Ya pesa. Anayewekeza katika matumizi ya pesa, yeye anachokiangalia pale sio kwenda kuwahudumia watu. Anakuwa na maslahi yake mengine. Lakini ukiwekeza zaidi kwenda kuwasaidia watu, huwezi kutumia pesa nyingi katika masuala ya uchaguzi. Au huwezi kutumia pesa katika masuala ya kushinda uchaguzi. Hapa natamani nikuulize maswali ya haraka kidogo ambayo yatagusa pia hata uzoefu wako kimaisha. Vijana wengi wakifikia maeneo ambayo yanaitwa mafanikio huwa wanafanya machaguzi ambayo sio mazuri. Na hayo machaguzi kwa bahati sana huwa yanaharibu kabisa hata ambacho wamekijenga. Wewe kama wakili bado upo kwenye rika la ujana 100%. Nimefika nje kidogo, nimevutiwa mazingira na magari, kuna nyumba hapa. Hii tu ni nyumba ya kikazi. Inawezekana pia unakotoka kuna eneo jingine ambalo umejenga. Unadhani msingi wako wa mafanikio kumiliki vitu vyote hivi na kushindwa kutoka nje ya utaratibu wa maisha wa kawaida na nidhamu yako ya kawaida ya maisha, mbali na vile ulivyoniambia mipango na Mungu, nini kingine ambacho kinakusaidia? Focus. Kitu kingine ambacho kinanisaidia mimi ni focus. Yaani tunasema kulenga shabaha. Focus yangu ninapokuwa nimeelekeza katika swala fulani, huwa sipendi mtu mwingine aweze kunitoa katika ile focus. Umenipata? Lakini kikubwa zaidi ni hofu ya Mungu. Kwa Mungu. Hofu nilionayo kwa Mungu ndio ambayo inanifanya niendelee kuwa Moses ambaye hajafanikiwa na yule ambaye Moses ambaye amefanikiwa. Mimi nitaendelea kuwa hivi
whether nafanikiwa au sifanikiwi. Kwa sababu kwanza ya kile ambacho nakiamini, lakini na imani yangu kwa nani? Kwa Mungu. Hofu nilionayo kwa Mungu, kwa sababu mimi ninaamini kabisa haya maisha ni Mungu anayetuzawadia. Kwa hiyo unachokuwa nacho wewe kama mwingine hana, kisikutoe katika laini. Umenipata? Yaani usitoke katika mfumo fulani wa maisha kwa sababu kwamba wewe kuna vitu fulani uko navyo na fulani hana vitu fulani. Nakumbuka kuna watu ambao akishafanikiwa style yake ya maisha inabadilika. Kila kitu kinabadilika. Hata mwingine hata simu apokei. Kabisa. Alikuwa na marafiki zake fulani, ameshawaacha. Wengine. Alikuwa anaenda sehemu fulani, anatembelea sehemu fulani, haendi. Anabadilisha kabisa mfumo wake wa maisha kwa sababu ya mafanikio tu ambayo ameyapata. Mimi sio muumini wa kubadilisha maisha yangu, kubadilisha tabia yangu eti kwa sababu ya mafanikio niliyoyapata. Kwa sababu ya mafanikio leo unaweza kuwa nayo, kesho hauna. Hata ukawa na mafanikio lakini mwisho wa siku utakufa. Mafanikio yako hayaachi legacy. Kama una mafanikio na hayaachi legacy kwa maisha ya watu wa kawaida, hayo sio mafanikio. Mafanikio yoyote yale ambayo yanakwenda kuwasaidia watu wengine, hayo ni mafanikio ambayo tunatakiwa tuweze kuyashikilia. Lakini ukiona unafanikiwa alafu watu unaanza kuwakimbia, unawakimbia watu, hayo sio mafanikio. Quick questions hizi. Nilikwambia nakuuliza maswali ya haraka haraka, tunaelekea mwishoni, udai unakaba. Nataka unipe mtazamo wako. Upi uhusiano kati ya kijana kuingia kwenye commitment ya ndoa kwa maana ya familia na kuoa mke au mume na mafanikio? Mtazamo wako ukoje? Yaani mtu akioa ndo anaelekea chini au akioa ndo anafanikiwa au akioa atabaki pale pale alipo na nini, majukumu yameongezeka? Inategemeana na kijana mwenyewe. Lakini ni mpango wa vitabu vitakatifu, ni mpango wa maandiko matakatifu. Sahihi. Kwa sisi wa Kristo tunaamini kabisa neno la Mungu linasema kwamba mtu mume aungane na mtu mke wataachana na wazazi wao, wataambatana na kuwa mwili mmoja. Yaani ni mpango wa Mungu kwamba mwanaume na mwanamke waishi katika mahusiano ya ndoa. Na inategemeana sasa mwenzi uliye naye ni wa namna gani. Choice. Kwa vijana mimi nasema kabisa ni vizuri sana 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 uweze kuoa. Kama hujaoa, kijana amefikia umri wa kuoa, aoe. Inamsaidia sana. Lakini anapokuwa akioa, hakikisha kwamba anaoa mtu ambaye hata kuwa ni shida maishani mwake. Kwa kuna mafanikio makubwa ambayo mtu unaweza kuyapata kwa kuwa na ndoa, lakini pia kuna wengine hawafanikiwi pia. Maisha yao yanaendelea kushuka chini kwa kuwa na ndoa. Na sasa hii inategemeana na aina ya mwenzi uliyempata. Lakini kiuhalisia hii ni kanuni kuu. Mwanaume aliyefikia umri wa kuoa anatakiwa aweze kuoa. Kuna mabadiliko ambayo yanatokea katika maisha. Unapokuwa kijana umeshafikia umri wa kuoa na haujaoa, kuna hatari kubwa. Kumbuka wewe wanasema physically fit, biologically fit. Kuna hatari kubwa ya kujikuta anajiingiza katika vitendo vya uasherati. Utajiingiza katika vitendo vya uasherati, uzinzi, anakuwa hana limit. Unapokuwa na ndoa kidogo kunakuwa na heshima. Kwamba mimi bwana nimeoa. Sasa nianze kuhangaika na wanawake. Kwa mimi na heshima zangu sio kitu kizuri hata katika jamii, lakini hata mbele za nani? Mbele za Mungu.